ambao ameyapata. Tumeishuhudia Young Africans ambaye ni bora, lakini pia tukishuhudia Singida ambaye ilipambana kweli kweli kuleta upinzani. Tukizungumzia kipindi cha kwanza ambacho kimetuonyesha ubora wa hawa mabwana wawili kwa asilimia kubwa. Tuachane kwanza na zile rafu. Nini ambacho umekiona kwa upande wa Young Africans katika hizi dakika 45 za kwanza? Nafikiri niliona ubora wa kimbinu kutoka kwa mwalimu mmoja dhidi ya mwalimu mwingine, lakini pia na quality. Yaani hivi vitu viwili vyote viliambatana kwa pamoja, na ndio maana ikawa ni game ya upande mmoja. Kuna namna ukawa unaona ni kama vile kila shambulizi la hatari ambalo lilikuwa linaonekana linaweza kutokea kwenye dakika 45 za kwanza, ulikuwa unaona kabisa linaelekea kwenye upande wa Singida Black Star, kwa maana kwenye lango lao wao likiwa linatoka kwa Young Africans. Lakini kwa kiasi kikubwa sana ni kama vile mkakati ambao Yanga walikuwa wameingia nao ulikuwa tunasema umenalify, yani walikata kabisa makali ya Singida kwenda mbele. Threat ya Singida kwenda mbele ulikuwa huioni, yani walikuwa hawaonyeshi hatari yoyote kwenda mbele. Kwa hiyo kuna namna kiufundi walidhibitiwa kwa kiasi kikubwa sana. Hata ukijaribu kutizama ni mara ngapi ulikuwa unamwona Soa anapata nafasi ya maana kwenye mchezo, ni mara ngapi ulikuwa unaona hata viungo wa juu wa Singida walikuwa kwenye nafasi ya kuweza kuathiri mchezo kwenda mbele, ulikuwa ukiona hicho kitu kwenye first half. Ni kwa sababu Young Africans kiufundi walikuwa bora, lakini pia in terms of quality ya wachezaji pia. Wachezaji kama hivyo ambavyo imebainishwa kwenye takwimu. Kitendo cha kwamba mtu ambaye amepata mtaji wa magoli mawili na bado akawa amefanya rafu nyingi, tafsiri yake ni kwamba walikuwa aggressive. Yaani ulikuwa ile intensity na hali ya kutaka mchezo kutoka kwao, manake ilikuwa ni kubwa. Na ndio maana kuna nyakati nyingi ambazo ikabidi waingie katika mazingira ya kukutana na kimwili na wapinzani. Kwa hiyo nafikiri ni kwenye maeneo hayo mawili kwa kiasi kikubwa, na ndio maana tukashuhudia mchezo ambao kwa kiasi kikubwa ni kama vile ulikuwa unaona gharika inaelekea kwa upande mmoja dhidi ya mpinzani mwingine ambaye alikuwa na ubora zaidi. Tulizungumzia bao la Duka Buya ambaye lilifunga likichorwa katika ufundi kubwa kweli kweli pale Nasser Khalfan, ikiwapelekea Young Africans sasa kipindi cha kwanza wakiondoka na matumaini. Pengine kilikuwa kipindi kigumu kweli kweli, lakini dakika za baadaye kabisa wakiondoka na matumaini kuhusu kutetea hilo taji lao. Fundi ambao ulitumika katika ufungaji wa bao lile na Duka Buya. Of course goli zuri na linatokana na baadhi ya vitu ambavyo Duke na Mudathir wanavifanya wakiwa uwanjani. Wale kiasili, kwa mfano Duke position ambayo alikuwa anacheza jana ni pembeni ya Khalid Aucho. Kiungo wa juu alikuwa anaonekana ni Mudathir Yahya, lakini pindi ambapo timu inaenda kuattack, wote wawili wana energy ya kutoka nyuma na kuongezeka eneo la mbele. Kwa ni forward movement ambayo alifanya Duka Buya kuwa kwenye eneo la penalty area ya Singida Black Stars. Na kilichotokea baada ile cross ya Israel Mwenda, baada goalkeeper wa Singida kutema ule mpira, yeye akawa kwenye position nzuri ya kuwin ile second ball ya zaidi ya baadhi ya wachezaji wa Singida. Kwa hiyo inatokana na yeye kama mchezaji kwanza kujiamini physically kwamba timu ikienda kuattack naweza nikawa sehemu ya timu kwenye kuattack kwa kuongezeka eneo la mbele, lakini timu inapokuwa haina mpira pia anaamini ana uwezo wa kurudi eneo la kudefend haraka sana. Na ndio maana first half Duke pamoja na Mudathir wote walijaribu kufanya baadhi ya majaribio kwenye lango la Singida. Na hapo timu ikiwa haina mpira unawaona wote wawili kwa pamoja wapo karibu na Khalid Aucho. Kwa hiyo ni ile energy waliokuwepo nayo. Kama ingekuwa haamini energy yake kwenye kusupport mashambulizi na kuja kumsupport Khalid Aucho kwenye kuzuia, angekuwa haonekani maeneo ya kuattack mara kwa mara. Kwa nafikiri ni faida ya energy yake ya kuamini kwamba ana uwezo wa kwenda kuisupport timu kwenye kuattack, lakini timu inapokuwa haina mpira haraka anaamini ana uwezo wa track back haraka sana na kuja kumsupport Khalid Aucho kwenye kuzuia. Kwa hiyo miongoni mwa sifa za Duka Buya na Mudathir Yahya, watu kuwaona wanafunga hivi magoli mara kwa mara, licha kwamba kwenye mechi nyingi ambazo huwa wanaanza wanatakiwa kuwa pembeni ya Khalid Aucho, ni ile energy yao bila mpira. Wanaweza kusupport mashambulizi kwa kwenda mbele, lakini hapo pia timu inapokuwa haina mpira wana tanki ambalo linawaruhusu kufanya kukimbia tena kurudi nyuma. Na hapo Mwanaidi kabla hajaondoka kwenye hilo goli, Israel Mwenda
wakati anatoka Singida Black Stars kwenda Yanga, ni kama watu wengi wanaona ni kama usajili wa kwenda kuongeza namba, kwa sababu una Yao unamsubiri akiwa majeruhi, lakini una Kibwana. Lakini sasa hivi unakuja kuona quality ambayo ameiongeza Ezra Mwenda na utulivu ambao ameongeza. Lakini pia ukimwangalia kabadilika vitu vingi ndani ya muda mfupi Mwenda, utulivu na hata anticipation zake, kwa sababu kirahisi tu ile cross ya ile goli angeweza kuweka mpira juu, lakini angalia kainua jicho, ameipiga ni cross pass na imeenda mpaka mguuni na pia eneo la ulinzi lilikuwa pia liko vizuri na wana watu warefu pale mbele pale nyuma Singida Black Stars. Kocha Mbangile, unaweza kuanalyze kidogo Mwenda huyu wa sasa jinsi anavyocheza kiulinzi na kiushambuliaji na hata aina ya matukio ambayo anayachagua hivi sasa, kwa sababu si mtu tu wa kwenda na kumwaga maji. Amekuwa kutofauti sana, amekuwa mtulivu sana, anapiga pasi, anatulia na unaweza ukaanalyze kidogo kwa jinsi ambavyo umeona kwa hivi karibuni. Mimi kiukweli kabisa mimi simuoni Mwenda tofauti na ambaye nimewahi kumshuhudia tangu Alliance. Kabisa. Kwamba hakuna mabadiliko yote ambayo umeyaona je? The same Israel Mwenda. Ni kwa sababu tu akupewa attention. The same Israel Mwenda mpaka national team. The same Israel Mwenda. Akupewa tu attention. Kabisa. I promise you. Mtu yote ambaye kwa angalia wakati yupo Alliance, sijui kenda Simba, sijui wapi, KMC sijui, the same yule attacking fullback, ana defend vizuri. Kuna muda kupewa sana attention ni kwa sababu alikuwa nyuma ya Shomari Kapombe ndani ya Simba. Kwa akaamua kutoka kwenye comfort zone kwenda sehemu ambayo pengine anaamini atakuwa first choice. Na ameenda pia wakati mzuri. Ameenda Yanga wakati mzuri. Ameenda wakati Yao ni majeruhi. Kwa mfano Yao angekuwa fit, nafikiri kulikuwa na bato hiyo ambayo mwenyewe angekuwa anaona wow. Yes. Maybe mpango alikuwa nao, lakini pia kama kweli pia Yao angekuwa ile fit, pia naye angefikiria mbona kama vile anatoka kwenye sehemu ya hatari na pia sehemu ya hatari vile vile. Lakini kwangu mimi namuona ni Isra yule tu. Moja ya sifa ambayo naweza nikampa Isra, na pengine mtu anaweza asisi ni sifa hiyo, upatikanaji wake. Mara nyingi sana hata alivyokuwa Simba wapi, mara chache sana ukisikia anakaa nje miezi 4, miezi 3 sijui nini. Mara nyingi sana always yuko fit na uwanjani anafanya kazi yake vizuri. Mimi namuona honestly, namuona ni yule na performance zake ziko vile, ni vile tu kuna muda alikuwa apewi sana attention.